Ipo risasi ikampata karibu na kiuno na kudondoka chini. Jeshi la polisi mkoani Njombe limemuua kwa kumpiga risasi Alfani Mbilinyi, mkazi wa kata Ipelele, wilaya ya Makete mkoani Njombe, kwa kumuua mfanyabiashara mdogo wa mazao Elia Juma Msabaha baada ya kuingiwa tamaa alipomuona akiwa na fedha taslim shilingi milioni 4,650,000 na kisha kuchimba shimo na kuufukia mwili huo nyuma ya ghala la kuhifadhia mazao. Kamanda wa polisi mkoani Njombe ACP Mahmud Banga amesema kwamba baada ya mauaji hayo, Alfani akiwa na dereva pikipiki walichukua simu ya Elia na kwenda kuitupa kwa lengo la kupoteza ushahidi. Alikuwa ni mfanyabiashara wa mazao ya kilimo na makazi yake yalikuwa jijini Dar es Salaam. Tarehe 28 mwezi wa 8 2025 aliondoka Dar es Salaam na kuelekea wilaya ya Makete kwa ajili ya kununua mazao, na alipofika huko tarehe 29 mwezi wa 8 2025 aliuawa na mtu ambaye anafahamika kwa jina la Alfani John Mbilinyi kwa kumpiga na kitu butu kwenye paji la uso, kisha kuchimba shimo na kumfukia nyuma ya ghala lake la kuhifadhia mazao. Ndugu wa mfanyabiashara huyu walijaribu kufanya mawasiliano naye bila mafanikio. Walifunga safari mpaka Makete na kujaribu kumtafuta, hawakufanikiwa kumuona. Waliamua kufika katika kituo cha polisi Makete na kutoa taarifa ya kutoonekana kwa ndugu yao huyu. Jalada lilifunguliwa na uchunguzi ukaanza. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe lilifanikiwa kukamata watu wawili ambao ni Alfani John Mbilinyi na Amasha Juma Mwilo, dereva bodaboda. Baada ya mahojiano ya kina, Amasha Juma Mwilo, dereva bodaboda, alieleza kuna siku alimbeba kwa pikipiki Alfani John Mbilinyi kumpeleka hadi Uyole mkoani Mbeya, ambako walikwenda kutupa simu ya Elia Juma Msabaha ambaye ni marehemu ili asikamatwe nao na kupoteza ushahidi. Baada ya jeshi la polisi kupata ushahidi huo wa awali, askari walimkamata Alfani John Mbilinyi, na baada ya mahojiano walieleza ni kweli Elia Juma Msabaha alifika kwake kwa nia ya kununua mazao. Aliona akiwa na kiasi cha fedha shilingi milioni 4,650,000, akaingiwa na tamaa, na kwa vile alikuwa anadaiwa benki, akaamua kumpiga na kitu butu usoni na kufariki dunia. Baada ya hatua hiyo, akachimba shimo nyuma la ghala lake na kumfukia. Baada ya maelezo hayo, alikwenda kuwaonesha askari eneo alipofukia mwili wa Elia Juma Msabaha. Pia aliwaeleza askari kuwa simu ya marehemu alikwenda kuitupa Uyole na anaweza kwenda kuionesha alipoitupa. Ameongeza kuwa wakati askari wa jeshi la polisi wakiwa na mtuhumiwa walipokuwa wanaenda kumuonyesha ilipo simu ya marehemu, gari ya polisi ilipata pancha, ambapo mtuhumiwa alikurupuka na kutaka kukimbia. Ndipo askari wa jeshi la polisi walimlenga mguu na kumpata karibu na kiuno, na walipomfikisha hospitali akawa ameshafariki. Askari wakiwa na mtuhumiwa wakiwa wanaelekea Uyole wakiwa na gari walipata pancha. Wakati wanabadilisha tairi, ndipo mtuhumiwa huyo alikurupuka na kuanza kukimbia. Askari walipiga risasi hewani kumtahadharisha, lakini alikaidi. Askari walimlenga miguuni
ndipo risasi ikampata karibu na kiuno na kudondoka chini. Walimchukua na kumkimbiza hospitalini na ikabainika kuwa amefariki dunia kutokana na kuvuja kwa damu nyingi. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe linatoa onyo kwa baadhi ya wananchi wanaoongozwa na tamaa kujipatia fedha au mali kinyume na sheria za nchi kuacha, kwa sababu madhara yake ni makubwa kwao na kwa wengine. Ikumbuke kuwa Septemba 30 mwaka 2025 mwili wa Elia Msabaha ulizikwa mkoani Arusha, ambapo Elisa Juma Msabaha, pacha wa marehemu, aliyepambana kumtafuta ndugu yake akiongea na AyoTV pamoja na millardayo.com, aliliomba jeshi la polisi kuharakisha upelelezi ili kuwachukulia hatua wahusika waliomuua ndugu yake. Awali aliniambia na milioni 9. Alikuwa na milioni 9 ambao ndo alikuwa anaenda kufanya nayo biashara. Na ilikuwa na hela nyingine kwenye account, lakini ile alibeba tu reserve pembeni. Milioni 9 na point. Ndio alituambia kwamba alipomuona wakati ule walipofika, walipokaa naye siku ya kwanza na siku ya pili sasa, ambao ndo alipoteza maisha, maana alifika siku ya 28 kuelekea siku ya 29 jioni. Dhahiri kwamba ndo wakati huo wa usiku ndo aliweza kufanya ile tukio yeye na wenzake. Paka tunaondoka pale kijijini tuliweza kumkamata tu yeye peke yake au wengine walikimbia. Tunachoshauri ni kwamba serikali iangalie hili. Tutafungua madai, kwa tutaanza kesi kulingana na situation iliyotokea. Lazima kesi iendelee. Hapana, alikuwa mtu simple sana, mtu nomo. Kila mtu aliishi naye vizuri. Hata mali alipoelekea Dar es Salaam, yule bwana alimpokea vizuri. Hata wakati tulipokuwa tukifanya naye mazungumzo, ilikuwa ni dhahiri kwamba kama angekuwa ni mtu mbaya ningemzania ni mbaya, lakini yule ambaye tulimfuata siku ya kwanza nilipomuona tu nilijua huyu ndio aliyehusika na kila kitu, na ilikuwa kwangu rahisi sana kumuia huyu, kuna kitu ameshakifanya. Ripoti za AyoTV pamoja na millardayo.com. Mimi naitwa Godfrey Thomas Ng'omba.